Habari za Tomaso zinaandikwa pale, yeye ameenda na Yesu anaonekana kwa wanafunzi 10. Na anajionyesha kwao, anawaonyesha alama za misumari, anawaonyesha. Lakini Tomaso aliporudi akasema, mimi sitakubali kwa sababu sikuona. Lakini yeye hakukuwa pale, hakukuwa katika mkusanyiko wa wengine wanafunzi wa Yesu, mitume wa Yesu 10 ambao walikuwa. Yeye alikuwa ameenda kutembea, hakukuwa ndani ya mkusanyiko. Halafu akawa mtu wa ubishi. Kanisani kunajaa watu wa ubishi kwa sababu hawashiriki mikusanyiko ya wengine, na ni watu hatari. Ni wao wanatubomoa mara kwa mara. Sisi tunapotoka hapa tumesema tunajitoa juu ya ujenzi, tunajitoa juu ya kujenga poste, tunajitoa juu ya kazi ya Mungu. Tunapowakutana, nilikuwa Ekuni na mimi nilisema nitatoa $100. Neno la kwanza nakwambia, atasema nini? Au nikikoroko utatosha $100 wapi kwa hii masiku? Anakudekuraje kwa sababu gani? Hakukuwa katika mkutano. Furaha ambayo tumevipi katika ibada hii, tumeimba walio ndani ya Yesu wana raha ya ajabu. Yeye hakuivivi. Sasa unapomwelezea maneno ya kanisa, anasema hapana, iko sawa, ulijidanganya. Anakuvunja moyo. Yote hiyo kisha kukanisa inashuka, inapotea. Hatari ya mtu asiyekusanyika na wengine. Bwana Yesu tusaidie. Tunapoishi na watu wale ambao hawakusanyikake, ukirudia uombe sana, mwambie Mungu unipe nguvu kusudi nikimwambia maneno aelewe. Roho Mtakatifu mwenyewe niko naye aamkie maisha yake, kwa sababu haiko fasili kuelewesha Tomaso kwamba Yesu amefufuka na ameonekana. Haiko fasili kuelewesha bwana yako au bibi yako au watoto yako habari za kanisa benye hawakusanyikake. Anakuambia mie sijue vile, mie sikukua na mimi sina jibu kwa nini. Atakuhangaisha siku kwa siku kwa sababu hana roho ya kukusanyika. Mungu akusaidie uwe mtu wa kukusanyika pamoja na wengine katika ibada za mapambazuko, katika ibada za shedi, katika kwaya, katika maombi ya vendredi, katika ibada ya vijana ya siku ya Mungu nyuma ya ibada, katika mikusanyiko ya watoto wa minafa, katika mafundisho ya wababa kila siku ya pili saa 10, katika mafundisho ya wamama kila siku ya 3 asubuhi. Mungu akupe neema, usibaki pasipo kujiunga kwa kundi moja kanisani. Utasumbua wachungaji, utasumbua wazee, utasumbua makorali, utasumbua watu wanaojitatanua kumtumikia Mungu. Juu kwako wewe usiyekuwa na roho ya kukusanyika, kila kitu kwako ni masifa. Nikisimama ninaimba, ona ule Isa anajionyesha. Nikisimama mimi natoa, ona vile ule anajionyesha. Nikisimama nihubiri, ona vile ule vijana kawi yake. Nikisimama kutangaza matendo makubwa ya Mungu, ona vile wanajionyesha. Wewe kwa sababu roho ya kukusanyika haiko ndani yako, wewe kwako vyote ni hatari. Uko mtu hatari kwa kanisa kwa sababu hauna roho ya kukusanyika na wengine. Na Bwana kuokoa asubuhi ya leo. Yesu anasema niko pamoja na watu ambao wanakusanyika. Mkikuya mkorani na mimi nitakuwa pamoja na ninyi. Mkikuya mazungumzo kama ya kikundi cha washemasi, kama ni kikundi cha wasoliste, na mimi niko pamoja na ninyi. Mkiwa katika maombi na mimi niko pamoja na ninyi. Mkipatana kwamba mtaingia katika kazi fulani na mimi niko pamoja na ninyi. Bwana yuko pamoja na wale wanaokusanyika. Haleluya.